ujira umo mkononi. Ninasoma neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Ufunuo sura 22 mstari wa 10 mpaka wa 12 kama ilivyoandikwa. Ujira umo mkononi. Akaniambia, usiatie muhuri maneno ya unabii wa kitabu hiki, kwa maana wakati huo umekaribia. Mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, na mwenye uchafu azidi kuwa mchafu, na mwenye haki azidi kufanya haki, na mtakatifu azidi kutakaswa. Bwana asifiwe. Mungu anasema na sisi neno fupi kabisa katika wakati huu kwamba amekuja na ujira kumlipa kila mtu sawa sawa na matendo yake. Mwenye kudhulumu azidi kudhulumu, mwenye uchafu azidi kuwa mchafu, mwenye haki azidi kufanya haki, na mtakatifu azidi kutakaswa. Bwana asifiwe. Mungu ana ujira, na neno la unabii wa mwanzo wa mwaka huu tumesikia ni mwaka wa kuhesabiwa haki, na Mungu anataka akupe wewe haki yako uliostahili. Hakuna mtu ambaye hana haki, na kama mnakumbuka hata katika mwishoni mwa mwaka hapa mwezi wa 10 ule, katika tarehe ambayo hatutaisahau, agenda waliokuwa nayo wale vijana ilikuwa ni kupewa haki yao. Bwana asifiwe. Haki yao ya uraia, ambayo ninaamini kabisa kwamba ni vile tu hawakuidai katika njia inayotakiwa, lakini ukiangalia mioyoni mwao walikuwa wanapenda kudai haki yao. Katika familia, mtoto anahitaji haki yake, asipopewa ataidai, na mzazi naye anadai haki yake, asipopewa anaidai. Katika kanisa la Mungu, Mungu ana haki yake naye anataka aipate. Ndio maana Bwana Yesu alikuwa akifundisha wanafunzi wake akisema kwamba utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, hayo mengine mtazidishiwa. Mungu anahitaji kitu cha kwanza kukitafuta iwe ni haki yake na ufalme wake. Na neno la Mungu la unabii wa kuanza mwaka huu ni kuwa mwaka wa kuhesabiwa haki, ambayo Bwana Yesu anasema kwamba hiyo tuitafute ili tumpe Mungu haki yake, na yeye sasa atuhesabie haki yetu. Sasa leo Mungu anasema ana ujira mkononi kumlipa kila mmoja sawa sawa na matendo yake. Tena alionyeshwa huo ufunuo, akaambiwa kitabu usikifunge, usikitie muhuri, yani usikifunge kwamba kisije kikafunguliwa. Maana muhuri ni kifungo ambacho kinafungwa mzigo ambao utafunguliwa baadaye sana. Muhuri ni mzigo ambao utafunguliwa baadaye sana. Kama unasafirisha mzigo au unapokea mzigo kutoka China au wapi, umewekwa kwenye kontena, ile kontena inawekwa muhuri. Muhuri ambayo inaitwa lakiri. Lakiri Kiingereza inaitwa seal. Yaani wameisili, wameweka kitu ambacho chenyewe wamefunga, na kisha kufunga alafu wanaweka namba fulani maalum kabisa mle kwenye kontena. Namba ile unapewa wewe mwenye kuja kupokea mzigo wako huko, kwamba kontena yako utakutana na lakiri iliyofungwa imeandikwa namba hii. Usipoona namba hii, wenzio wamebadilisha. Usipoona hii namba kwenye hiyo lakiri, wamebadilisha. Wameshafungua, wameingia huko ndani, wanafanya waliyofanya. Kama wamebadilisha, basi mpaka uone lakiri yenye rangi hii na yenye namba hii, ujue kwamba hiyo ndio iliyoandikwa kwenye makaratasi yangu ya kupokelea huo mzigo. Watu wanafanya kazi za kupokea mizigo na kusafirisha mizigo ya kwenda mbali, wanakuwa namna hii. Sasa Mungu naye yuko hivi, kama ameweka siri yake ili isifunguliwe leo, itafunguliwa baadaye sana.
inafungwa muhuri mpaka watu wapate ufunuo. Maana ufunuo aliopata Yohana kwamba kwa ajili yetu tumepewa mtoto mwanaume amezaliwa, ufalme uko begani mwake, ataitwa mfalme wa ajabu namna gani. Hili ilikuwa ni siri iliyokuja kufunuliwa huku tuliko sisi sasa. Bwana asifiwe. Tumemwona Bwana Yesu lakini yeye aliambiwa tu neno, hata hakulijua yeye. Maana hakujua kwamba neno hili nimelisema kwa habari ya nani na itakuwa lini, neno la unabii. Lakini sasa maneno haya ambayo tunayasikia asubuhi ya leo au mchana wa leo, Mungu anasema na huyo aliyemuonyesha ambaye ni mimi, na anasema sio siri tena, maana yatakuja kufunuliwa hivi sasa. Yaweke wazi tu, maana yako hivi yalivyo yatatokea wakati wote. Tena tumo katika kutimizwa kwa haya ambayo yanasema kwamba ujira uko mkononi. Bwana asifiwe. Ujira ni kitu gani? Bwana asifiwe. Hivi ujira ni kitu gani? Ujira ni malipo. Bwana asifiwe. Ujira ni malipo, sio lazima iwe fedha. Maana ukisikia ujira mtu lazima aone mshahara au kitu gani. Ujira ni malipo. Maana malipo haya aliyosema huku hatukuwa na fedha. Alichosema mwenye Ufunuo hakutaja habari ya fedha, lakini akataja ujira. Sasa ujira ni malipo ambayo anapata mtu kutokana na kazi aliyoifanya. Bwana asifiwe. Ujira ni malipo anayopewa mtu kutokana na kazi aliyoifanya. Moja, lazima ufanye kazi, na kwamba hiyo kazi uifanye sawa sawa na mlivyopatana na mwenye kukulipa ujira, ndipo kazi ile ihakikishwe na mwenye kuitoa akulipe wewe uleifanya, ikiwa umeifanya kwa ukamilifu. Bwana asifiwe. Ujira ni malipo anayopewa mtu baada ya kufanya na kukamilisha kazi aliyopewa kuifanya. Aridhike mwenye kukupa hiyo kazi, ndipo upate ujira, na ujira wako utaudai ikiwa umemaliza kazi. Halafu mwenye kukupa hiyo kazi akakulipa pungufu, utaendelea kumdai, kwa sababu mapatano mliopatana ni kwa akulipe huo ujira. Sasa tazama, anasema ujira wenyewe sasa ambao Mungu amewapa kazi na ameruhusu kazi ifanyike, ni ujira wa namna gani? Ni ujira anasema ujira wenyewe, ujira ninaotoa mimi ni kwamba nitamlipa nani? Nitamlipa mwenye kudhulumu, adhulumu kiasi cha kutosha ami nione kwa kweli huyu mtu kadhulumu. Kama ni dhuluma akafanya, amlipe ujira ambao Mungu anasema atamlipa mwenye uchafu, achafuke vya kutosha mpaka akaotena hatizamiki. Mungu amlipe ujira wake. Mungu anasema ana ujira, atamlipa mwenye haki, asimame atende haki, atende kwa haki, aseme kwa haki, afikiri kwa haki, atumike kwa haki, afanye haki, ndipo alipe ujira, maana amestahili. Ujira anakuja kumlipa mtu gani? Analipa mtu mwenye mtakatifu ambaye amejitenga na uovu wa aina zote, na mwenye Mungu aliyesema kwamba mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Kipimo chake ni utakatifu alionao Mungu, ili wewe akuone kwamba ujira wa utakatifu nilionao mkononi mwangu, wewe nayo naona umestahili. Maana katika kutafuta ufalme wangu na haki yangu, wewe nimekuona, umenitanguliza mimi katika maisha yako, umenitanguliza mimi. Sikuona ukiwa na namna nyingine yoyote katika maisha yako, ulinitanguliza mimi, ukaona mimi kwanza. Haya mambo mengine nikipata sawa, nikikosa sawa, na mimi kwa sababu nina ahadi kwa ukinitanguliza mimi kwanza, mengine nitakuzidishia, ujira wako nitakupa, maana umejitakasa. Bwana asifiwe. Ujira wa udhalimu, maana mambo si yako manne. Kuna ujira wa udhalimu, ujira wa uchafu,
ujira wa haki na ujira wa utakatifu. Sasa sharti tujue wadhalimu wanapata ujira gani, wenye haki wanapata ujira gani, wachafu wanapata ujira gani, watakatifu wanapata ujira gani? Maana ni kuhesabiwa haki. Baada asifiwe, mwaka wa kuhesabiwa haki, mwaka wote uhesabiwe haki yako uipate jinsi ulivyo. Maana si kwamba mwenye kudhulumu au adhulumu halafu apewe ujira wa mwenye haki. Haiwezekani. Mwenye haki afanye haki, apewe ujira wa mchafu. Hakuna kitu kama hicho. Mtakatifu azidi kujitakasa halafu apewe ujira wa mwenye kudhulumu. Hiyo haipo. Kila mmoja atapewa ujira sawa sawa na haki. Maana mwenye kuhukumu atahukumu kwa haki. Mungu ni hakimu wa haki. Bwana asifiwe. Mungu anasema ujira uko mkononi. Sasa mwaka huu si mnaona tunakwenda kuanza maombi kesho. Tunakwenda kuanza maombi ili kwamba Mungu atupe ujira wetu. Lakini ujira wetu tutautamka hapa. Na ujira huo sasa huwezi kuutamka alafu usiufanye utegemee Mungu akulipe. Sasa anakulipaje? Anakulipa utamke ujira, uombe ujira bila kusimama kwenye nafasi yako ya kustahili wa ujira, alafu Mungu akupe. Anakupa kutoka wapi? Na yeye ni hakimu ambaye anahukumu kwa haki. Mwenye haki huyo ndio anapata haki yake sawa sawa na vile alivyofanya. Maana anasema nina ujira mkononi mwangu. Mwenye kudhulumu wala asirudi nyuma. Mwenye kudhulumu asirudi nyuma, aendelee kudhulumu mpaka tukutane. Mimi na yeye nimpe ujira wake. Mchafu achafuke mpaka tukutane nimpe haki yake. Lakini mwisho wa haya yote anatuhamasisha Mungu tudhulumu sana, tuchafuke sana, au tufanyeje? Au tufanye haki sana, au tujitakase sana. Mungu anatuhamasisha katika nini? Kwa habari ya ujira ambao nataka leo hii tuondoke tukijua kwamba ujira Mungu anao mkononi. Tena kitabu hakijafungwa. Akasema usiweke muhuri, usifunge ukafunga. Mtu mwenye kufunga mzigo, wakina mama wanajua, akifunga mzigo, hata akifunga kwa kitenge alafu kajaza vitu vyake, alafu kufunga, anafunga kwa achukua pembe na pembe, anafunga anarudishia, anachukua pembe na pembe, anafunga kisha anarudishia, akisha kujitwisha mpaka mzigo ufike, ndio sasa anakwenda kufunga. Kwa nini? Kwa sababu mzigo usije uko njiani, usije ukamwagika, wala usije ukafanya chochote. Kafunga kwa nia ya kwamba mzigo ule ufike salama kule unakokwenda. Unafunga nini wewe? Ufike salama unakokwenda. Ukifunga dhuluma utafika salama unakokwenda wewe. Ukifunga uchafu huko unakokwenda utakuwa salama, uchafu huo ule ufunga. Sasa Mungu anasema na ujira mkononi. Ni ujira wangu ni unao mkononi, kumlipa kila mmoja sawa sawa na mimi. Wakati mwingine unajua nakaa na wazee wa kanisa wananikatisha tamaa. Mchungaji, unajua kanisa letu vijana hawaeleweki. Sasa huduma hazieleweki. Sasa tunafanyaje? Mimi nacheka. Bwana asifiwe. Kuna ujira Mungu atakuja kulipa kila mmoja kwa nafsi yake. Vile alivyofanya ndivyo atakavyolipwa. Bahati mbaya sana hakuna atakayelipwa kwa niaba ya mwingine. Mume hatalipwa kwa niaba ya mkewe, mke hatalipwa kwa niaba ya mumewe, mtoto hatalipwa kwa niaba ya baba yake wala mama yake, mama hatalipwa kwa niaba ya mtoto. Bwana asifiwe. Mungu atusaidie. Ndugu zangu, tunashikamana katika mwili tu hapa, lakini kila mmoja atalipwa kwa namna yake mwenyewe. Ila kazi aliyotupa Mungu ni kusisitiza ulipwe ujira wa haki, ulipwe ujira wa utakatifu, ulipwe ujira wa uaminifu. Siku ya kwenda kulipwa, kitabu kimefunguliwa, hakitafungwa, kiko wazi. Isaya kaondoka, Ezekieli kaondoka, Yeremia, na watu wote wameona kisa. Sasa maana baada ya Bwana Yesu hakuna tena unabii atakaokuja mtu aseme mambo mapya. Mambo yako wazi, na yako wazi kwa sababu kizazi hiki hakitapita. Mwana wa Adamu atarudi. Yaani injili haitahubiriwa injili nyingine yoyote isipokuwa injili ya Bwana Yesu, kwamba yu karibu. Ufalme wa mbinguni uko karibu. Ufalme wa Mungu uko karibu. Unawajia na utawapata wenye kutubu, waliofanya haki wakajitakasa, ili ujira ulio mkononi mwa Mungu upewe wenye haki. Bwana asifiwe. Haya, ujira wa mwenye kudhulumu. Waibrania
sura ya pili. Naomba nisome kitabu cha Waebrania sura ya pili mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Ninasoma kama ilivyoandikwa. Kwa hiyo imetupasa kuyaangalia zaidi hayo yaliyosikiwa, tusije tukayakosa. Kwa maana ikiwa lile neno lililonenwa na malaika lilikuwa imara, na kila kosa na uasi ulipata ujira wa haki, sawa na vile ulivyosema katika Ufunuo sura ya 22 mstari wa 10 mpaka wa 12, sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu? Tusipojali wokovu mkuu namna hii, ambao kwanza ulinenwa na Bwana kisha ukathibitishwa kwetu na wale waliosikia. Bwana asifiwe. Najua huyu mtu anasema neno na mimi na tafsiri habari ya ujira wa udhalimu. Habari ya ujira wa udhalimu. Mwenye kusema maneno haya kwenye Waebrania sura ya pili mstari wa kwanza mpaka wa tatu anasema, kwa hiyo imetupasa kuyaangalia zaidi hayo yaliyosikiwa, tusije tukayakosa. Kwamba ninasema nawe habari ya neno la kutenda haki, la kuwa mwaminifu, la kuwa mtakatifu mbele za Mungu, wewe ukaenda kinyume chake, anasema unakupasa uyasikie haya, maana haya maneno hayajafungwa tena, yako wazi na yanaweza kutimizwa wakati wote katika kizazi hiki. Kwa maana kizazi hiki kinakwenda na maneno haya ambayo ndio mwanga, ndio taa ya miguu yetu na mwanga wa njia yetu. Watu watakwenda, wataishi maisha mafupi, maisha marefu, lakini mpaka Yesu anarudi, neno hili ndio litakalotuongoza, neno litakalotuhukumu. Ndio maana malaika anamwambia usifunge, usitie lakiri, wala usiweke muhuri maneno haya, maana ndio atakayokuja kuwahukumu watu wa kizazi hiki ambao wanaishi baada ya Bwana Yesu, baada ya kushuka nguvu za Roho Mtakatifu, baada ya kukamilishwa maandiko matakatifu kwamba yatuongoze haya mpaka Yesu anaporudi. Na haya ndio taa yetu. Anasema sasa, kwa maana ikiwa lile neno lililonenwa na malaika lilikuwa imara. Sasa anasemaje? Neno malaika alisemaje? Malaika alisema, tazama nakuja upesi na ujira mkononi mwangu, kumlipa kila mmoja sawa sawa na matendo yake. Mwenye kudhulumu azidi kudhulumu, mchafu azidi kufanya uchafu, takatifu azidi kufanya, na mwenye haki. Neno lile ni imara, lenyewe halitingishiki, maana halitabadilika. Halibadiliki hilo neno, maana ni neno limenenwa na malaika. Ametumwa huyo malaika na Mungu, ametumwa na Bwana Yesu, ametumwa kwa njia ya Roho Mtakatifu kuja kusema na kanisa kwamba ujira uko mkononi. Sasa ujira uko mkononi, na mimi nimesema kwamba katika mwaka huu Mungu atakuja kutulipa, kutuhesabia haki. Haki yako itahesabiwa, maana hata ujira nao mtu anapewa kwa hesabu. Bwana asifiwe. Hata kama ni mshahara, ukaambiwa wewe unalipwa mshahara shilingi 300,000 kwa mwezi. 300,000 hata kama ikipitia benki namna gani, lazima ukahakikishe kwamba hela yako ni shilingi 300,000 kama ulivyoahidiwa. Sasa ukiona 2.5, si utapambana na watu wa benki, utapambana na mwajiri, useme mbona unaona 2.5? Jamani, mimi mshahara wangu 300,000 tuliopatana, mbona unaona 2.5? Pamoja na kwamba ukiona 4 vigumu sana kwenda kulalamika. Ukiona 4 au ukiona 5, kwa nini? Kwa kuwa imezidishwa, na si kawaida, kwa sababu mwenye kulipa analipa kwake. Tunaambia ile neno ni imara, na kitu chochote kikiwa imara, maana yake hakitingishiki, hakibadiliki. Bwana asifiwe. Kitu chochote ukisikia ni imara, kimesimama bila kutingishika. Jengo letu hili la kuabudia ni imara kwa sababu limejengwa juu ya msingi imara, kuta imara na paa imara na kila kitu imara. Ndio maana hata tunachokifanya sasa, tunakarabati, tunapaka rangi, tunafanya vitu kama hivi, lakini tunaamini juu ya uimara wa jengo letu. Tutaendelea kuingia na kutoka humo tukimwabudu Mungu wetu. Bwana asifiwe. Ni imara hilo neno. Sasa yeye anasemaje? Maneno haya aliyosema, akasema kwamba lilo neno la malaika lilikuwa imara, na kila kosa na uasi ulipata ujira wa haki. Kila kosa
na uasi ulipata ujira wa haki. Sasa kama ujira ni malipo anayopata mtu kutokana na kazi, mbona huyu anasema kwamba ujira wa kosa na uasi ulipwa kwa kuwa kuna malipo kwa kila kazi. Sasa kwenye udhalimu neno la Mungu linasema sisi tuliosikia haya kwamba kila kosa italipwa kwa haki. Neno la Mungu linasema kwamba sisi, je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii, ambao kwanza ulinenwa na Bwana kisha kuthibitika kwetu na wale waliosikia. Tuna ole, maana yake hapa ni ole, kwamba umesikia neno la Mungu kutoka hapa madhabahuni, na wewe umesikia limeingilia huku likatokea huku, ukaishi unavyotaka mwenyewe. Umesikia neno la Mungu likikuonya, likikukumbusha kwamba simama katika haki, maana mwenye kuhukumu atahukumu kwa haki. Simama katika uaminifu, mwenye kuhukumu atahukumu kwa haki. Na wewe yakaingia huku yakatokea huku. Mwandishi wa waraka wa Ibrania asema tutapataje kupona? Tafuta, anaona kupona hakuna. Tutapataje kupona? Sisi naomba hakuna Mungu kama, nimetafuta kote, nimezunguka kote. Ni kweli utazunguka kote, hutampata Mungu anayeonya mapema watu wake wasije wakapotea kama huyo Mungu wa Israeli, mfalme wa mbingu na nchi, anayesema na wewe kwa jina la Yesu kwamba utapataje kupona usipojali wokovu mkuu namna hii. Wokovu wetu tuliopewa sisi, uliogharimiwa kwa damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, ni wokovu mkuu ambao hakuna namna nyingine yoyote ambayo unaweza ukaupata, na kwamba hukumu yake ukiukosa wokovu huo hakuna namna yoyote ya kunusurika. Hivi si neno lenye hofu ya Mungu hilo? Bwana atusaidie. Bwana asifiwe. Mungu ana upendo mwingi. Neno lake la upendo linafika na kufanya kazi kamilifu ndani ya mioyo ya wenye hofu. Ikiwa Mungu anasema, ndani yako ikiingia hofu, na hofu hili ikakubadilisha ili umzalie Mungu matunda, Mungu anajivunia. Bwana asifiwe. Na sisi watumishi wake tunapata ujasiri wa kumwambia Mungu asante, kwa sababu neno lako ulilolisema ndani yangu, ulilolisema kwa kinywa hiki, limekuzalia matunda. Maana waliolisikia limebadilisha maisha yao, wamebadilika, wakapokea na wakatembea katika kusudi lako, na sasa ndio hao wamefika katika mahali pa kulipwa ujira. Walipe, Mungu walipe. Bwana asifiwe. Udhalimu una ujira wake. Udhalimu, lakini ujira wa udhalimu sisi tuna sababu gani ya kujua ni ujira gani? Sisi tutembee na ajira gani? Tutapataje kupona ili tuendelee kudhulumu, ili neema izidi kuwa nyingi? Hapana. Tuendelee kuwa wachafu ili neema izidi? Hapana. Tuendelee kutenda haki ili kuongezeka kwa neema sisi tulipo ujira wa wenye haki. Tuendelee kujitakasa ili ujira majira atakapofika tulipo ujira wa watakatifu. Bwana asifiwe. Ninasoma neno la Mungu kutoka katika waraka wa pili wa Petro mtume, waraka wa pili wa Petro mtume sura ya pili, waraka wa pili wa Petro mtume, waraka wa pili wa Petro mtume sura ya pili, sura ya pili ya waraka wa Petro mstari wa 14 mpaka 16. Nasoma kama ilivyoandikwa. Petro 2:2 sura mstari wa 14 mpaka wa 16. Nasoma kama ilivyoandikwa. Wenye macho sura 14 na hasa wale wafuatao mwili katika tamaa ya mambo machafu na kudharau mamlaka,
wenye ushupavu, wenye kujikinai, hawatetemeki wakiyatukana matukufu. Ijapokuwa malaika ambao ni wakuu zaidi kwa uwezo na nguvu hawaleti mashtaka mabaya juu yao mbele za Bwana, lakini hao kama wanyama wasio na akili ambao walizaliwa kama wanyama tu wa kukamatwa na kupotezwa, wakikufuru katika mambo wasiyojua, wataangamizwa katika maangamizo yao, wakipatikana na madhara ambayo ni ujira wa udhalimu. Ujira wa udhalimu ni nini? Ni madhara. Ujira wa udhalimu wao wakidhania kuwa ulevi wakati wa mchana ni anasa. Wamekuwa ni mawaa na aibu, wakifuata anasa zisizo kiasi katika karamu zao za upendo, wafanyapo karamu pamoja nanyi, wenye macho yaja hayo uzinzi, watu wasiokoma kutenda dhambi, wenye kuhadaa roho zisizo imara, wenye mioyo iliyozoezwa kutamani wana laana, wakiacha njia iliyonyoka wakapotea, wakiifuata njia ya Balaamu mwana wa Beori, aliyependa ujira wa udhalimu, lakini alikaribiwa kwa uhalifu wake mwenyewe. Punda asiyeweza kusema, akinena kwa sauti ya kibinadamu, aliuzuia wazimu wa nabii yule. Bwana asifiwe. Najua huyu mtu anazungumza maneno mazito ya ubaya wa udhalimu. Ubaya wa udhalimu. Sio kwamba huyu Balaamu kama mmesikia sana, wana wa Israeli walipokuwa safarini wanakwenda huko wakakutana na mfalme mmoja katika nchi ya Midiani anaitwa Balaki. Huyo alimwambia Balaamu, si nabii, si namna gani, mganga huyu ni laania wana wa Israeli, na yeye alimwahidi pesa na udhalimu. Katika huo udhalimu amekwenda akawalaani wana wa Israeli, kuwalaani kitu alichotaka kusema sicho alichosema, alichotaka sicho alichosema, akajikuta atamka baraka. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alikuwa tayari amewaongoza wana wa Israeli wafike katika nchi ya ahadi. Sasa Mungu amekuongoza wewe kwa toba iliyo ya kweli, ambayo wewe unajua kwamba ulipomkiri Yesu kwa Bwana na Mwokozi wako, Yesu alikutakasa kwa upya, ukazaliwa kwa upya, ukawa kiumbe kipya, ili uweze kutembea katika utakatifu. Na hayo Bwana Yesu amefanya ili kwamba kuhesabie haki pamoja na watakatifu waliompendeza Bwana katika maisha yao. Ikiwa unatembea katika utakatifu na ukishikamana nao mpaka mwisho, halafu akatokea adui kwa namna yote ile akakushawishi uondokane na huo utakatifu kwa sababu tu ya maneno ya kudanganywa, neno la Mungu linasema punda alisema na huyo. Maana kumbe ukiwa mtu ambaye tayari umeshamkosa Mungu, Mungu anaruhusu shetani akuzibe macho na masikio, usimsikie Mungu wala usimwone Mungu, ila usikie na kuona mambo ambayo hayatoki kwa Mungu. Na hayo yataonekana kwamba unayasikia na kuyaona hayatoki kwa Mungu. Yule mtu alikuwa anampiga punda, maana punda mnyama alimwona malaika mwenye upanga. Simasikia mimi nasema na nyinyi hapa maneno ya kawaida kabisa, maneno ya kawaida jamani, ujira uko mkononi, mtu atalipwa namna gani? Lakini msishangae, yuko malaika mwenye upanga kabisa, anasema ukiendelea kudhulumu nitakufyeka, tena usifanye mchezo. Na alafu upanga wenyewe unameremeta, umeshatolewa kwenye ala, uko namna hii, wewe unasikia alafu ufanye, nitakusafirisha. Kasimama mwenye macho ya rohoni, ni sharti ujae hofu kwamba nisipolinda utakatifu nitapata shida ya kupotelea mbali. Na kwa nini nipotee? Yule hakuona. Punda akaonyeshwa, kaambiwa pana malaika hapo, kafuta upanga afyeke huyu mtu, maana huko anakokwenda siku alikotumwa Mungu kakataa. Sasa huyu haoni. Unaona watu wa leo, unaona walipozoea neno la Mungu, watakatifu, watu wa Mungu wa mafuta haya hawafai. Wakristo wa leo wako hivyo, hawamuoni punda mwenye upanga uliokwisha kufutwa uko wazi. Kwa nini? Wanasikia maneno ya Mungu kama wanavyosikia siku zote, na wanazoea maneno ya Mungu kama wanavyozoea siku zote, na waendelea kufanya vile vile walivyozoea.
Hivyo upanga utapataje kupona? Wewe unadhani utapataje kupona? Usipomsikia hata huyo punda anayesema, punda alisema. Sasa punda kama akasema, mimi nimeshangaa, Balaamu anasikia punda anasema, mimi siku zote wewe mheshimiwa, safari zako unanipanda mimi naondoka. Na kupenda wewe, kuna siku yote nimekufanya kama hivi. Badala ya kusema jamani, punda angekimbia, angekuwa na akili yule angemkimbia yule punda, kwa sababu punda kazungumza. Wewe ngatafute punda mwingine safari hii. Huyu punda sio. Anamwambia, ningekuona panga na nikakufyekea mbali. Umfyekee mbali punda wakati wewe ndio unataka kufyekwa na malaika. Wewe uelewi? Bwana tusaidie. Unaliachilia mbali, unalisukumilia mbali neno la uzima ili uende malaika akakufyeke. Utapataje kupona? Bwana tusaidie. Ujira wa nini? Wa udhalimu. Ujira wa udhalimu. Sasa mimi kwa kawaida niko hivi. Mimi huwa naangalia sana kiroho cha watu wenye kusikia. Nisitaki nikuchoshe. Nitaka nikupeleke mpaka saa 7:30. Lakini 7:30 nikikutazama na kuona kama sijui una tatizo gani. Lakini hii nayo uzembe. Kuna mtu mmoja anaitwa Eutiko alianguka juu ya ghorofa kwa sababu Paulo alihubiri tangu asubuhi mpaka jioni mpaka usiku. Ule mtu anamsikiliza, anasikia maneno ya Mungu yanamuingia mpaka akajikuta katupa chini ya ghorofa kule mpaka chini tu akafa. Lakini kilichomuua nini? Ile kiu yake ya kusikia maneno ya Mungu. Bana anaona jamani, maneno haya mbona hatujapata kuyasikia maneno haya, mpaka kajikuta kadondoka katika ukutani kule ukutani. Sasa wewe umelala usingizi, udondoke ukutani nikuombee upone, upone, au unasinzia wewe, kusinzia kwako unasinzia kutokana na uzembe, kwamba maneno unayosikia hayana faida kwako wewe. Kuna uwezekano maana mtu mwingine Eutiko kasinzia kadondoka akafa kabisa, kafa kimwili. Sasa wewe unaweza ukasinzia alafu kadondoka ukafa Mungu atusaidie. Usije ukadondoka ukafa kiroho. Maana neno hili likikupita utakufa kiroho. Yule mwenzio kafa kimwili kapona, roho yake ikawa safi. Wewe ukiondoka ukafa kiroho alafu neno hilo litakutapita likawa na faida kwa nani? Na ujira uko mkononi. Utalipa ujira wa nani sasa? Wewe ujira wa nani? Wa dhalimu. Ujira wa zembe. Ujira wa kila mtu atalipwa. Sasa si neno hadi kila mtu atakuja kulipa ujira kwa mkononi. Mungu hatoki. Yaani ujira wa Mungu alionao mkononi wake hawezi kuondoka nao, arudi nao. Ujira mwenye ujira ni wewe. Na mwenye kwa sasa urudishie nani kule? Atamlipa wakati mwenye kulipwa ni wewe. Wewe unalipwa ujira. Sasa ujira huo ujira huo. Kuwa makini. Neno la Mungu kutoka katika basi tuache ujira wa udhalimu. Ujira wa uchafu. 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 Ufunuo 16. Ufunuo 16. Ufunuo 16 mstari wa 10 mpaka 15. Ufunuo 16 mstari wa 10 mpaka wa 15, nasoma kama ilivyoandikwa. Haya. Na huyo wa 5 akamimina kitasa chake juu ya malaika hao. Huyo wa 5, malaika walikuwa malaika 7. Huyo wa 5 akamimina kitasa chake juu ya kiti cha enzi cha yule mnyama. Ufalme wake ukatiwa giza, kwa wakatafuna ndimi zao kwa sababu ya maumivu, wakamtukana Mungu wa mbingu kwa sababu ya maumivu yao na kwa sababu ya majipu yao, wala hawakuyatubia matendo yao. Hawakuyatubia matendo yao. Na huyu wa 6 akakimimina kitasa chake juu ya mto ule mkubwa Frati, maji yake yakakauka, ili njia itengenezwe kwa wafalme watokao katika mawio ya jua. Nikaona roho 3 za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka na katika kinywa cha yule mnyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote,
kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Tazama, naja kama mwivi. Heri akeshaye na kuyatunza mavazi yake, asiende uchi, hata watu wakaione aibu yake. Bwana asifiwe. Ninasemaje? Kitabu kile unabii haujafanyaje? Kitabu kile haukufungwa kwa sababu yaliyotamkwa, yaliyosemwa yalitakiwa yatokee katika kizazi hiki ambacho tunahubiriwa Injili. Bwana asifiwe. Malaika wa sita alimimina kitasa chake kwenye mto gani? Mto Frati. Mto Frati sio kwamba uko katika ulimwengu wa roho. Mto Frati uko katika mwili hivi, uko hapo wapi? Si Ugiriki wapi? Iraki si hapo, uko maeneo haya. Umeanzia mahali fulani unapita huko. Lakini anasema kitasa hiki kitakachomiminwa katika mto Frati, ule mto utakauka. Ule mto utakauka ili kuruhusu wanajeshi wapite kutoka mashariki waende wakapiga. Sasa kitu cha ajabu jamani. Mto Frati unakauka hivi sasa. Lijito lile ambalo Mungu ametoa mwenyewe siku ile ya bustani ya Edeni, akasema mto Frati, mto Pishoni, mto Gihoni na mto Idekeli, mito minne ile kaianzisha Mungu mwenyewe, itoe maji yapite katika Havila, yapite wapi, kazungumza habari ya dunia hii. Lakini mto mkubwa ule Frati, sasa hivi watu wanasema mto ule unakauka, ili kwamba sasa unabii utimie. Manake ninaposema nawe kwa habari ya ujira ulio mkononi, na mwaka huu tunakwenda kuhesabiwa haki, haki yako ni sharti izidi ya nani? Ya Mafarisayo waliotenda haki kwa sheria na walilipwa matendo yao kulingana na sheria. Wewe unatenda haki gani kwa neema hii ambayo Bwana Yesu kashamaliza biashara pale msalabani Kalvari? Nawe hutateswa wala kumwaga damu yako ukishindana na dhambi. Dhambi wewe unaishinda kwa jina la Yesu, kwa imani katika Kristo, kwa maisha ya uaminifu. Bwana Yesu mwenyewe akikutetea, Roho Mtakatifu akikutetea, akikutia nguvu maadamu umefungua moyo wako, ili yeye Bwana Yesu aingie na kufanya makao ndani yako, ili aweze kuishi ndani yako, akikuelekeza, akikufundisha. Hivi kama mto Frati unakauka hivi sasa, maana yake katika mwili kuna vita. Mmefungiwa siku 2-3 tu. Watu wanakumbuka mpaka dunia itakwisha hapa, siku 2-3. Mimi nimepita Gongo la Mboto siku ile. Nimepita nimewaambia sikuona hata kuku. Tisha sana. Kuku sasa, kuku anakuwa wapi kuku? Hakuna eti. Na hakukuwa na chochote cha maana pale. Watu tu walikaa na mitutu yao barabarani, sasa hakuna gari, hakuna bodaboda, hakuna bajaji, hakuna baisikeli, hakuna. Mimi sasa natoka, nitafuta niende kanunue vidonge fulani. Hizo vidonge sina mimi. Sawa, ngoja niende Gongo la Mboto, niende katafute vidonge. Maduka yamefungiliwa mbali. Watu hawapo kabisa. Totally watu hawapo kale, wale uweze kujua unyakuo kitu gani? Hakuna cha unyakuo. Watu hakuna cha unyakuo. Mambo ya dunia tu. Mambo ya dunia tu. Hakuna. Eti mpaka ndege, kunguru. Hivyo unaona kunguru na upumbavu wake wote kunguru. Hakuonekana. Misielewi. Halafu jamani, kumbe ni kunguru waongo wale kama vifaranga, kumbe hapo ndege waoga kama kunguru. Hawakuonekana. Hivi tunavyoambia tutapataje kupona? Tusipojali wokovu mkuu namna hii. Vitu vya ajabu sana hivi. Vitu vya ajabu. Sasa tunaambiwa mto Frati umeshaanza kukauka kule. Katika kukauka mto Frati, basi hili yatimie hayo. Kwa nini? Kwa sababu watu hawataki kusikia. Kumbe ile akili ya Balaamu ya kutokuona maajabu ya neno la Mungu. Hivi Mungu anatumia punda kusema usikimbie. Hivi leo hata atokee nani? Atokee tu hata hawa wanyama wetu tunawazoea, maana punda hatujaona sawa. Atokee hata mbuzi tu. Hawa mbuzi au kondoo tunawaona hapa, aje kusema Bwana asifiwe. Watu sijui kama watafanyaje. Yaani kwa akili yetu sisi watu wataanza kukimbia. Hata kama yule mbuzi anasema Bwana asifiwe. Sikasema mbuzi. Basi watu wanakimbia. Kwa nini mbuzi kasema? Lakini msisikie neno alilozungumza. Mbuzi kasema Bwana asifiwe. Sasa kwa nini msiseme amina? Kwa vile kasema mbuzi.
Nasemaje? Kuna ujira. Mungu anasema nina ujira mkononi. Nina ujira mkononi mimi, nina ujira kumlipa kila mtu sawa sawa na matendo yake. Wana wa Mungu, mwaka huu tupate baraka za Mungu, tubadilike. Bwana asifiwe. Tubadilikeni tu, tubadilikeni, chukua maamuzi ya makusudi. Chukua maamuzi kwamba mimi sasa nitasimama kwenye zamu yangu. Si kwamba yule Habakuki alikuwa katika wakati mzuri, alisema nitasimama kwenye zamu yangu, nitasimama nione Mungu atakavyo. Sio kwamba alikuwa katika mazingira mazuri. Mazingira yalikatisha tamaa, mazingira yalikuwa hayafai kabisa. Sasa mimi nafanyaje? Nianze kunyoshia watu vidole kwamba siwezi mimi kukubali, maana watu wote hawataki kumtumikia Mungu, hawataki kusimama kwenye huduma zao, basi na mimi basi haiwezekani. Akasema nitasimama kwenye zamu yangu nisikie Mungu atakavyonijibu kwa habari ya kulalamika kwangu. Kwani Mungu alichelewa? Mungu kama andika hiyo ndoto, andika kama mvua itanyesha. Maana utatimiza sasa hivi. Hiyo ndoto wala haichelewi. Hiyo andika. Sasa hivi. Sasa tunafanyaje? Tunafanyaje? Mimi nataka niishie hapo ili tumuombe Mungu. Bwana asifiwe. Tusimame tumwambie Mungu, tusifanye, tufinyange, tufanye unavyotaka wewe. Kwa sababu gani? Mungu si alimwambia Yeremia, basi naenda kwenye nini? Konde la mfinyanzi. Akaona mfinyanzi anafanyaje? Anafinyanga. Mbona akinifai? Kavunja vunja. Anafinyanga. Mbona akinifai? Anavunja vunja. Asa mimi ninafanana sana na huyu. Huyu naimwona anavunja vunja na kufinyanga. Anavunja na kufinyanga. Kwenu nyinyi kanisa la Mungu, neno la Mungu linafanana sana na huyo mfinyanzi. Mwambie Mungu, wewe ni mfinyanzi, mimi ni udongo. Nifinyange, nifanye upendavyo mwaka huu, nikuone katika namna tofauti. Niwe na mwaminifu, niweze kuwa msafi, nivike taji, nipe ujira wa uaminifu, nipe ujira wa utakatifu, nipe ujira wa haki. Mungu, maana Mungu kwetu sisi ni kimbilio na msaada unaopatikana tele wakati wa mateso. Tusimame tupate Korani. Ninakuja kwako, usifanye kama umekasoro. Mungu, ninakuja kwako, Bwana Mungu, ninakuja kwako, usifanye kama umekasoro. Omba rehema, omba msamaha mbele za Bwana Yesu ili akufinyange, akufanye kama apendavyo yeye. Bwana Yesu yuko mahali hapa, ana ujira wa haki, ana ujira wa watakatifu waliojitakasa na wenye kutenda haki. Akuondolee ujira wa udhalimu na wenye kupenda uchafu. Chombo cha haki yake akufanye upya, uwe chombo cha watakatifu katika jina la Yesu. Baba wa rehema, Mungu mwenye nguvu, katika jina takatifu la Yesu. Baba wa rehema, Mungu mwenye nguvu, upya na kulipa ujira wa haki kutoka kwako Mfalme, Mungu mwenye uweza, katika jina la Yesu. Baba wangu na Mungu wangu, tunatamani kuona upya kwa mambo yote. Amsha Bwana yote vilipolala, fufua Bwana, Mungu mwenye kukufa, finyanga Bwana kama yule mfinyanzi ambaye Bwana Mungu katika ile bonde alikuwa akifinyanga na kuharibu kile chombo. Neno lako la uzima, naomba neno liwe mbegu nikuzalie matunda kwa ajili ya utukufu wa jina lako, ni katika jina la Yesu. Amen. Kwa uaminifu wote, kuanzia siku ya kesho tukija hapa kumwomba Mungu kama mapatano yalivyo, kuwa mwaminifu.
njoo kwenye maombi na Mungu ni mwaminifu kwako. Mungu anasema wanitafuta wataniona, kunitafuta kwa bidii, na kwake aliye mwaminifu Mungu anakuwa mwaminifu. Twasema asante, twasema asante, twasema asante, ewe Mungu wetu. Twasema asante, twasema asante, twasema asante, ewe Mungu wetu. Mungu Baba, katika jina takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru Mungu kwa ajili ya siku hii ya leo. Imekuwa siku ya baraka kwa namna ya pekee kabisa. Tumekuona Bwana ukiwa katikati yetu, ukituhudumia kwa namna ya ajabu kabisa. Umesema nasi tangu asubuhi ya kwamba tujue jinsi Bwana ulinzi wako ulivyo mkamilifu sana kwetu, na hasa katika mwaka huu kwamba wewe Bwana umetushika, unatuongoza, na mchana huu Baba umesema una ujira mkononi. Na katika mambo yote tumekuona kupitia waimbaji, tumekuona kupitia utoaji wa sadaka na changizo, tumekuona Mungu kupitia katika matangazo na yale yote ambayo Bwana Mungu umetuandalia katika siku ya leo kupitia ibada hii umeyakamilisha. Mfalme, asante Mungu kwa ajili ya wale wote ambao wamesimama kwa uaminifu katika nafasi zao. Ninaomba Bwana Mungu, simama nasi sote kwa uaminifu tunapoanza wiki hili la maombi ya mapatano, na kusihi Bwana tutie nguvu, tuweze Mfalme kuja mbele zako kwa maombi na maombezi. Yale yote uliokusudia Baba tuyafanye kupitia huduma hii ya maombi. Tuwezeshe, tutie nguvu kwa Roho wako Mtakatifu. Tazama Bwana sana wakati sasa tunapojikabidhi mikononi mwako, na likabidhi kusanyiko mikononi mwako Mfalme. Ninakusihi Bwana Mungu uliotukusanya mahali hapa, ni faida ambayo umeipata, maana tumejihudhurisha mbele zako. Musa alipohudhuria mbele zako kwa muda wa kutosha, ulibadilisha hata muonekano wake, akaonekana katika wale ambao hawakuwa mbele zako alikuwa tofauti. Hawakuona ujasiri wa kumtizama usoni, kwa kuwa utukufu wako ulikuwa umeng'ara katika uso wako. Tunatamani kuona nyuso zetu katika ulimwengu wa roho zikiwa zimeuangaza ulimwengu ulio katika giza, kwa mawazo, maneno na matendo yetu, ili ulimwengu usiona ujasiri wa kutuwekea vya kwake, bali sisi Bwana kwa neema yako na hekima yako na ufunuo wa Roho wako Mtakatifu tuwe na ujasiri wa kuupa ulimwengu neno la hekima, neno la furaha, neno la baraka na neno la uzima litokalo kwako Bwana wetu Yesu Kristo, ili ulimwengu kwa upya wa mwaka huu upate upya wa neno lako, upate upya wa utumishi wetu. Na sasa tunatazama tutatawanyika mahali hapa. Mungu naomba tawanyika nasi sote, Baba yetu na Mungu wetu. Tunapotawanyika Bwana, tushike mkono wa kuume haki yako, tembea nasi Baba katika hatua zako, tukanyage juu ya hizo ili tupate kufanikiwa. Ukibariki wanafunzi, ukibariki wafanya kazi, wafanya biashara, hata wakulima na wafugaji, Mungu mwenye nguvu, kila wanaonyesha mkono kufanya, wabarikiwe, wafanikiwe Mungu, katika jina takatifu la Yesu Kristo. Baba tusaidie Mungu, na huduma nyumbani kwa usafiri, tutangulie dereva wao wenyewe. Mungu mwenye nguvu, tunalibariki jina lako, tukiamini hayo umefanya na zaidi utafanya Mungu, katika jina takatifu la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Useme amen. Haleluya. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana kuangazia nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana kuinulia uso wake na kukupa amani. Twendeni na amani Bwana.